Kama muda utaruhusu, nitazungumzia mambo 6. La kwanza litakuwa ni maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala yakisisitizwa na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuingia mwezi wa Ramadhani. Lakini vile vile nitatoa mafunzo 5 ambayo tunatakiwa tujiandae nayo kwa kutarajia kwamba tutayapata katika huo mwezi unaokuja ambao ni mwezi wa Ramadhani. Sasa kabla sijaanza hayo ninayotaka kuyasema, kama nilivyoeleza katika introduction yangu hiyo, tuangalie kwanza asili ya neno lenyewe Ramadhani. Tumefundishwa sisi na mashehe zetu kwamba unapokwenda katika kueleza mambo, hasa unapoingia katika kazi ya kutafsiri, lazima uwe na taaluma ya kutafsiri mambo, na hasa katika taaluma kubwa ya tafsiri kuna vipengele ambavyo tunaita alaqatan bimaana, uhusiano wa maana. Naposema uhusiano, sense relation, maana ya neno moja na jingine vinavyohusiana, na vile vile uangalie alaqatul kalimat. Hii ni word relation, uhusiano kati ya neno na neno jingine. Hii ni njia nzuri sana ya kutafuta maana ya neno. Kwa neno Ramadhani, asili yake linahusiana na maneno ya Kiarabu, hususan neno ramidha. Ukisema ramidha, maana yake ishtadda harruhu au ishtadda alayhi waqa'u shamsi. Hiyo ramidha maana yake ni joto. Kitu kimepata joto kwa hali yoyote, kimepigwa na jua kikapata joto sana. Saa nyingine hata mwili ukiwa na homa unakuwa na joto. Hii ni maana ya kwanza. Vile vile tunaweza tukaliweka katika neno ramadhu, ambao maana yake ni joto kali linalokuwa katika kitu. Ndio maana hata ardhi inapopata joto sana, Waarabu hutumia neno hilo kwa kuelezea ile ardhi, ukizingatia kwamba wenzetu wako jangwani. Kwa hiyo sasa, kumbe Ramadhani inaendana na hii maana ya joto. Sasa tukiweka maana hiyo, tunasema tukichukua maana ya joto, tunazungumzia ni lile joto la kiibada. Joto hili ni joto linalochoma virusi vya dhambi. Unaingia katika joto linalochoma virusi vya dhambi. Kwa lugha sasa hivi nasema tutakuwa tunajifukiza. Kiingia kwenye Ramadhani unajifukiza. Joto lile linachoma dhambi. Kwa hiyo ni maana ya Ramadhani. Uingie katika kutengenezwa. Unapewa mambo ambayo yatakuweka imara kiafya, afya ya mwili na afya ya roho. Kwa hiyo hivi ndivyo tunajiandaa kuingia katika mwezi huo. Sasa tukienda katika Ramadhani yenyewe, ni mwezi wa mafunzo maalum. Mwezi wa mafunzo maalum. Mafunzo maalum, kwa mfano, katika shughuli zetu sisi kuna mafunzo yanaitwa in-service training. In-service training maana yake mafunzo ndani ya kazi. Yaani mtu anafanya kazi lakini anapewa fursa ya kujifunza zaidi kuhusu kazi hiyo. Sasa mafunzo yale na sisi tunasema ni mafunzo ya ibada ndani ya ibada, kwa sababu ibada, wewe ukishazaliwa wewe ni mtu wa ibada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Siku zote tuko kwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu. Lakini ameleta mwezi huu maalum kwa ajili ya hii mafunzo ndani ya ibada. Yaani unaendelea lakini unapata mafunzo ya kuimarisha ile ibada. Manake mafunzo saa nyingine yanadorora. Mafunzo saa nyingine yanafanya hivi. Na maana ya in-service training ambayo tunaita at-tadribu athna'il khidmat. At-tadribu athna'al khidmati ni mafunzo ndani ya kazi. Maana yake ni kujikumbusha. Mtu anakumbushwa kama alikafilika hapa na pale, kuongeza mazoezi ya vitendo ili mtu awe imara katika vile vitendo vyake, kuongeza ujuzi kwa sababu mambo yanabadilika. Mambo mapya yanakuja.
Unaweza ukawa ni mtaalamu wa kompyuta, kumbe kuna vitu vipya wewe huvijui. Lakini hata sisi maisha yanabadilika. Kuna mambo mengine mapya huwa tunajiuliza hili vipi katika Uislamu. Dunia inabadilika kiteknolojia, kinini. Kwa mfano leo hii tunatumia speaker. Wazee wetu walikuwa hawana speaker hizi. Adhana muadhini akishaamka inabidi apite kwanza. Swala tunamwita mnadi swala. Sababu anajua msikiti uko mbali, nikifika kule adhana inaweza isifike huko. Akifika ndio anaadhini. Lakini sasa hivi muadhini hana haja ya kuzunguka huko. Tumepata vipaza sauti. Allahu Akbar inafika kila mahali. Kwa hiyo tunaendana na mabadiliko. Kwa hiyo mafunzo haya vile vile yanatufundisha kama kuna mabadiliko tuende nayo vipi. Lakini hususan ni kuongeza ufanisi. In-service training kazi yake ni kuongeza ufanisi wa wafanyakazi. Kwa hiyo hata huu mwezi umewekwa kila mwaka Waislamu wapewe mazoezi na mafunzo ambayo yataongeza ufanisi wao wa ibada. Huo ndio mwezi unaokuja Waislamu tuusubiri kwa maana hiyo. Sasa mafunzo yenyewe yamewekewa kipindi. Ni kipindi maalum. Mwenyewe Mwenyezi Mungu anaita ayyama ma'dudat. Ni siku zinahesabika, siku chache. Kama anavyosema katika surati al-Baqara ambayo ni sura ya pili aya ya 184, anasema ayyama ma'dudati, ni siku chache zinazohesabika. Faman kana minkum maridhan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra, na kadhalika ila akhir al-aya. Ila akhir al-aya maana yake kwamba Mwenyezi Mungu hapa anatueleza ni siku zinazohesabika, watu waingie kwenye mafunzo hayo. Ikiwa mwingine labda yuko safarini au anaumwa, basi anaelezwa cha kufanya. Wewe uliokuwa safarini itabidi ulipize siku za kufunga, na anayeumwa basi atafanya fidia ya kuwalisha maskini. Wewe unaumwa ufungi lakini iftari unayo, basi iftari hiyo mpe aliyefunga ambaye ni maskini, unapata fadhila namna ile. Yote haya na mtu anayezidisha sasa mambo ya kheri, basi hiyo ni bora kwake. Lakini anasema wa antasumu khairun lakum, usitafute udhuru. Mwenyezi Mungu anasisitiza mnafungeni, na ikiwa mtafunga hakika kufunga ndio bora kwenu, in kuntum ta'lamun, ikiwa mnafahamu. Usije kwa sababu katoa hizo loopholes basi mara unapiga chafya tu. Mungu alishasema ukiumwa basi sio hivyo. Kuna vitu vingine unaweza ukagangamara na ukamaliza saumu. Usitafute, anasema kufunga ni bora kwako. Kwa hiyo sasa hivi ndipo ambapo tunaambiwa huu mwezi wa mafunzo, mwezi wa in-service training unakuaje. Nitaelezea sasa hasa kuanza kwa mafunzo yenyewe. Maana yake tunakwenda kuanza. Kwa nini? Kawaida yetu kuanza kwa mwezi wa Ramadhani ndio mwanzo wa mabishano. Sasa hivi mabishano yataanza. Mashehe wa mabishano sasa kipindi chao kimefika. Tunawahi, hamna kuwahi kuchelewa. Mwezi wa kimataifa, mwezi wa maslahi. Basi subirini. Haya ninayosema, anzeni kufungua tu mitandao. Maana yake wanaotakiwa kusema ni wasomi. Kuna wasomi na wasomaji jamani. Tofautisha msomi na msomaji. Msomaji ni yule kasoma tu kitu, huyo kakurupuka. Nishaona mimi. Waliochelewa wanakosea. Hata tuliochelewa wasomaji hao. Kwa hiyo mnatakiwa muwasikilize wasomi. Kwa hiyo maamuma watabishana kwa rai za mashehe zao wanaowajua wao. Mashehe nao watabishana kwa kuonyeshana ujuzi. Wana mashehe sasa wabishana hapo nani zaidi. Mimi bwana nimesoma bwana Kiarabu kingi. Na grammar. Watu watazungumziana mambo ya swarfu hapo na nahwu. Basi utasikia pana fatha hapo, hiyo ni mansub. Hapo pana kisra jaru hiyo. Sasa wewe usiyejua ukisikia mambo yao unasema wataalamu hao, kumbe wanazungumzia grammar tu. Kwa hiyo sasa Ramadhani
Mabishano yakija matokeo yake ni nini? Kufarakana, matokeo yake kuhitilafiana. Ramadhani haikuja kutuletea mifarakano. Ramadhani imekuja kutuunganisha. Kwa ina maana tukianza kufarakana maana yake sisi hatumo. Na mtume alishasema bwana, ameshaambiwa katika Qur'ani, innal ladhina farraqu dinahum, wale walioifarakanisha dini yao, wakanu shi'a, wakawa makundi, lasta fihim shay'un, wewe huna uhusiano nao wowote. Ndio akina sisi. Hata hii aya tunaisahau kabisa. Sasa vipi tutaondokana na hayo? Wewe muumini unayenisikiliza, usisikilize mimi, usinisikilize mimi Shaaban, wala usimsikilize sijui shekhe gani, shekhe Chupaki huko, wala ustadhi gani sijui ustadhi Chakubanga. Msikilize Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vile vile urejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio tunataka sasa turejeshane hapo. Haya maneno ninayoeleza yatakuwa sio yangu mimi, wala sio ya shekhe fulani, wala sio ya nani. Ni maneno ya mwenyewe bwana mkubwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyewe ameshasema, sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi. Ameanzia hapo, fungeni kwa kuonekana kwake na fungueni kwa kuonekana kwake. Naona tunaanza mafunzo kwa kuonekana kwa mwezi. Sio fungeni kwa kuona, na kuonekana. Ina maana wewe ukipata taarifa za kuonekana. Hapo nimekwambia msikilize Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini haya maelekezo ya sumu liruyatihi waftiru liruyatihi yamekuja? Kwa nini? Why? Kwa sababu Ramadhani inakuja baada ya Shaaban, na Shaabani na mawili, aidha itaisha na 29 au na 30. Umeona hapo sasa? Mtume ameliangalia hilo. Ramadhani inaweza ikaisha na 29 au na 30. Sasa ile 29 tunaita yaumu shakkun. Yaumu shakkun ni siku ya shaka ile. Al-yawmu alladhi yumkinu fihi ru'yatul hilali au la yumkinu ru'yatihi. Hadha al-yawmu alladhi, hii ni siku ambayo tarehe 29 Shaaban, yumkinu fihi ru'yatul hilal, inawezekana kale kamwezi mwandamo kakaonekana, au la yumkinu ru'yatuhu, au inawezekana usionekane. Ona ile angalizo Mtume kaliangalia, analijua ili kwamba inawezekana ukaonekana, inawezekana usionekane. Ndio maana akaita yaumun shakkun, ni siku ya shaka. Sasa kuonekana kwa mwezi wa Islam ni swala la kijiografia. Mwezi mchanga kuonekana kwake ni swala la kijiografia. Waliosoma geography hapa wanaelewa vizuri. Kuna kitu wazungu wanaita vantage point. Vantage point ni pale mahala ambapo upo alafu unaweza kukiona hicho kitu. Kwa hiyo katika dunia nzima haiwezekani mwezi muandamo ukaonekana kila mahala. Utaonekana na wale walioko kwenye vantage point. Hii inaitwa mawaqi'ul muraqaba Kiarabu. Wale walioko kwenye mawaqi'ul muraqaba watauona, wasio kuwapo hawauoni. Ndio maana Mtume akaongezea hadithi yake hapo chini, fa in ghamma alaikum fa akmalu al-iddata 30. Tena hakuzungumzia swala la vantage point, amezungumzia wingu. Yaani Mtume amesema siku ya shaka ni 29, jitahidini kutizama mwezi. Sasa ikiwa mawingu yamefunika, mawingu tu, basi kamilisheni 30. Ina maana Mtume hapa anasema kama kuna mawingu hamjauona, hata kama umeandama, uhakika ni 30. 29 ni shaka. Kuondoa shaka, timiza 30. Kwa hiyo inatokea kuna wengine watakuwa katika vantage point, watauona, watatangaziana. Kuna wengine hawatakuwa kwenye vantage point, hawatauona. Msamaha umekuja hapa. Ikiwa sio tu swala la kuona, kutumia madarubini na nini, hata wingu tu likitanda, mnaambiwa
msichukulie, msiishi kishakashaka. Uhakika timizeni 30, kwa sababu 30 ikitimia hamna tena mjadala. 30 ikitimia. Kwa hiyo sasa tunapoingia kwenye mwezi, tena zingatia neno alaikum, fa in ghamma alaikum, kwenu, sio alaika kwako peke yako, kwenu wengi, ina maana wote. Na katika hadithi nyingine amemaliza na fa in ghamma alaikum fasumu 30. Sasa hii fa akmalul idda, kukamilisha idadi, ni mwezi wa Shaaban. Sumu 30 ni mwezi wa Ramadhani. Maana hapo pia pana mizozo. Ikiwa kuna shaka Ramadhani 29, basi kumeingia chochote cha kuweka shaka, kamilisheni 30. Mtume kamaliza. Kwa hiyo maamuzi yako ndani ya siku mbili. Maamuzi ya kuanza mafunzo ya Ramadhani yako ndani ya siku mbili, yaumu shak na yaumu la shakka fi. Ni ile siku yenye shaka na siku ambayo haina shaka. 29 kuna shaka, kuna 30 ambayo haina shaka. Lazima uingie kwenye mafunzo. Ndio maana waumini tunatakiwa kufuata maelekezo kwa viongozi wetu, watu wa eneo moja, tuanze kufunga kwa pamoja. Sasa swala hili kama bado linakuletea utata, issue sio kutangulia semina au kuwahi semina. Issue ni kuingia kwenye semina. Wewe weka semina yako, hapo waambie watu tunatakiwa mfike tarehe 20. Tarehe 20 wachache wamefika, wengine bado wanajikusanya usafiri na nini, wakafika tarehe 21. Hivi semina ikianza mtaanza kuzungumzia waliowahi na waliochelewa? Unaweza ukawahi na Ramadhani yenyewe ukaikosa, hukupata hata mafunzo. Unaweza ukachelewa na ukapata Ramadhani, au vice versa, au kinyume chake. Lakini yote haya tusiende mbali. Twende kwenye fatwa ya Allah ambayo inamaliza mzozo. Allah amesema hizi ni ayyama ma'dudati. Ayyama ma'dudati ziko kadhaa. Hata zile za Dhulhijja kuna siku 3 pale kazita ayyama ma'dudati. Na za mwezi wa Ramadhani katika surati al-Baqara ambayo ndio mwezi inayozungumzia Ramadhani kwa kina, ameziita ayyama ma'dudati. Anaeleza nini kuhusu ayyama ma'dudati? Mwenyezi Mungu ndio aliyoumba hii dunia na anatujua. Sasa hizi ayyama ma'dudati, hizi siku mbili za mwanzo huwa zina matatizo hizi. Kuna wengine watauona mwezi, wengine hawatauona. Zina matatizo hizi ayyama ma'dudati. Sasa Mwenyezi Mungu hazungumzii swala la kutangulia au kuchelewa, anazungumzia lengo kuu la kumdhukuru Mwenyezi Mungu katika hizo siku. Surati al-Baqara sura ya 2, Waislamu sura ya 2 203. Haisahauliki 203. Mwenyezi Mungu anasema wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Na mkumbukeni sana Mwenyezi Mungu katika hizi siku za ndani ya mwezi wa Ramadhani, ayyamin ma'dudat. Ndio issue hapo. Sasa kuondoa ile issue ya nani kawahi, nani hajawahi, Mwenyezi Mungu anasema hivi: faman ta'ajjala fi yawmayn, atakaye tangulia, atakayewahi katika hizo siku mbili. Waislamu mnasoma aya, msikilizeni Mwenyezi Mungu. Faman ta'ajjala fi yawmayn, atakaye tangulia katika hizo siku mbili, akawahi siku ya shaka, akaridhika kwamba siku ya kufunga. Mwingine akasema hapana, akatimiza 30. Fala ithma alayhi, hana kosa. Ina maana aliyewahi 29 hana kosa, na aliyewahi 30 hana kosa. Swala unaingiaje kwenye kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala? Tumefahamiana. Hakusema tu faman ta'ajjala, mwenye kuwahi, na ameongezea wa man ta'akhara, na anayechelewa katika hizo siku mbili. Manake kaikosa ile ya shaka, akaipata hii ya pili. Fala ithma alayhi, naye vile vile hana kosa, hapati dhambi. Jamani, hii mizozo inatoka wapi? Mashekhe hizi haya, hawa mashekhe wa mitafaruku hawazioni? Manake mimi huwa najiuliza, hawazioni hizi haya? Kwa hiyo ukiwahi taajala taakhara, umewahi umechelewa, hizo siku mbili sio issue hapa, ni kumdhukuru Mwenyezi Mungu. Limanitaka, kwa mwenye takwa. Kwa hiyo ikhlas ndio inapatikana, kwamba mimi nina uhakika leo 29 ndio tunaanza kwa takwa.
na uhakika 29 ilikuwa shakashaka, naanza 30 kwa takwa. Allah ndio anachokiangalia. Kwa mara nyingi watu tunasema viongozi wetu ndio wanatakiwa kuwa na takwa zaidi, maana ndio wanaochanganya umma. Waalamu wattaqullah, na mcheni Mwenyezi Mungu. Waalamu, jueni, annakum ilaihi tusharun, mtafufuliwa mrejee kwake. Kwa hiyo Waislamu na wahusia hili swala la mizozo halipo. Tunaingia kwenye mafunzo sasa. Kama tunaingia kwenye mafunzo haya, hiki chuo cha mafunzo kina kozi ngapi? Kuna kozi 5, nitazielezea inshallah Mwenyezi Mungu atakavyo nijalia.